Nazungumzia ujinga wa Uislamu katika hii dini. Kuwepo kwa wanachuoni, na nazungumzia wanachuoni wanaojua dini yao na kuitekeleza, basi hupatikana khairi na baraka. Kutokuwepo kwao, basi ni kupatikana shari na fitna. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrati saa, hakika katika alama za kiyama ni kuondoka elimu, na ujinga sasa ndio unatamalaki, unadhihiri, na zina inatangaa sasa, inakuwa kila mahali, na pombe, vilevi vinakuwa vingi, wanaume wanakuwa wachache, wanawake wanakuwa wengi. Yuko mwanachuoni Tanzania anayeweza kutoa fatwa, si masala ya mtu fulani mufti, fulani shekhe, fulani alama, fulani. Haya ni majina tu watu wamejibandika nayo. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Itakapotangazwa, itakapoadhiniwa kwa ajili ya swala, nendeni kuikimbilia dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul Jum'a hii tunakumbushana kama alivyotuwekea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutukumbusha, na hasa yale ambayo yanawahusu Waislamu. Tuko katika mwezi mtukufu wa Dhulqaida, mwezi wa maandalizi kwa ajili ya ibada ya hija. Yamezungumzwa mengi kuhusiana na mwezi mtukufu, yatazungumzwa mengi kuhusiana na mambo ya haji. Waliokwenda washakwenda. Sasa kuzungumzia namna kufanya hija itakuwa kama vile kucheleweshana, au labda ni kwa wale ambao watakuja kwenda mwakani, lakini pia mwaka mzima ni mrefu mno kuweza mtu kusahau itakayozungumzwa. Lakini kama wanaosema wanachuoni, la yajuzu ta'khiru bayan 'inda al-haja, haitofaa kuchelewesha kubainisha jambo pale panapotokea kuwepo na haja. Kwa hiyo nitajikita kwenye hutuba hii katika mazungumzo ambayo yanatuhusu, au kwa maana kwamba kama tumechelewa kuyazungumza mazungumzo hayo, au yanazungumzwa lakini hatuyapi umuhimu wake, na yanaendelea kuharibu jamii ya Waislamu, si jamii ya Kiislamu, jamii ya Waislamu, si mengine. Aljahlu bihadha ad-din, ujinga katika hii dini. Nazungumzia ujinga wa Uislamu katika hii dini. Hii ndiyo mada ninayojikita nayo, kwa sababu ni jambo sasa linashamiri, linakita mizizi, linatupelekea kwamba hatujijui tuko wapi Waislamu. Ujinga ninaozungumzia si ujinga ambao tuko nao wengi wa kutojua hii dini, la. Ujinga ninaozungumzia ni ule ujinga murakkab, ujinga uliopandana wa kujifanya kujua kumbe hali ya kuwa hujui. Nazungumzia masala ya dini, kujifanya kwamba unaijua dini kisha huijui, alafu unatangaza hiyo dini na kupoteza watu. Nianze kwa utangulizi. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi binadamu na majini,
katika hii dunia. Hakutuumba kimchezo mchezo. Anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani, afa hasibtum annakum khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa hu rabbul arshil karim. Hivi mnadhania kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kimchezo mchezo, na kwamba kwake yeye hatutorejea kwenda kuhukumiwa kwa tulioamrishwa na yale tuliokatazwa? Ametakasika Mola wa viumbe, hapana mwenye kuabudiwa isipokuwa yeye, Mola wa arshi iliyotukufu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotuambia, hatukuja kimchezo mchezo hapa duniani. Miaka 60, 70, 80, 120, yani hakuna kitu hivi tu yani, na hapana. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sura Adh-Dhariyat aya 56 alipotuambia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wala uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Na sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu, kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili ndio lengo kubwa la kuwepo sisi viumbe hapa ulimwenguni. Lakini lazima ujiulize, sasa ibada hii naitekeleza vipi? Ikiwa tumeumba kwa ajili ya ibada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma mtume wake kuja kutufundisha namna ya kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yeye ndiye aliyemtuma mjumbe miongoni mwao, yatlu alayhim ayatihi, anawasomea aya zake, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha Qur'ani na Sunna. Wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin, japokuwa hapo mwanzo walikuwa katika upotofu ulio wazi, ujinga ulio wazi, sababu walikuwa wakifanya mambo, wakiamrisha yale ambayo yanakatazwa, wakihalalisha yale ambayo yamekatazwa, na wakikataza yale ambayo yamehalalishwa. Hii ndio hali halisi ilivyo. Walikuwa katika ujinga wa hali ya juu, dalal, upotovu. Sasa lazima Muislamu ujitafakari. Wewe umeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeletewa mjumbe, haswa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwako wewe kwa ajili ya kuja kufundisha hiyo ibada. Hivi umejiuliza Muislamu, je, unayo elimu aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa awwalu khairi muallimin fi hadhihi al-umma, mbora wa walimu wa kwanza katika umati huu ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekuja kaufundisha ummati huu kuyajua yale walioamrishwa ni yapi wapate kuyatenda, na kuyajua yale ambayo wamekatazwa ni yapi wapate kuyaacha. Binadamu miongoni mwetu, minhum, aliondoka akaacha nyuma yake waliochukua elimu yake masahaba ridwanullahi alaihim. Hawa nao wakaifikisha elimu kwa waliofuata baadaye, na wao hao na waliofuata baadaye, na ndio hivyo hivyo elimu ile ilitakiwa iendelee iwe mpaka leo hii ndio inavyofuatwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kuhusiana na jambo alilokuja nalo Bwana Mtume sallam kutulingania sisi katika hilo. Amelilingania akiwa na elimu nalo, si masala ya kwamba tu hajui anafanya vile anavyotaka yeye, la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Bwana Mtume sallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi ahsanul khaliqin. Qul, sema ewe Muhammad kuambia umati wako,
hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu mimi, huu Uislamu ndiyo njia yangu mimi, ad'u ila Allah, na walingania watu kumwendea Allah, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, piga mstari hapo, kwa elimu, kwa hoja, kwa dalili. Ana wa man tabani, yeye mtume analingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa elimu, yeye pamoja na wanaomfuata. Sasa Muislamu jiulize hili swali, hebu lala ukiamka kila siku jiulize, je, ibada ninazozitenda mimi kwanza na elimu nazo? Nimejifundisha ibada hii au nimeiokota tu? Tuko wengi humu katika masala ya ibada, ni mtihani. Na ninapozungumzia ibada nazungumzia maisha yako yote unayoishi wewe, sizungumzii swala pekee, sizungumzii funga pekee, nazungumzia maisha yako wewe, kula yako, kunywa yako, kulala kwako, kuamka kwako, kukaa na familia yako, kukaa na wazazi wako, kukaa na majirani zako, namna gani unaamiliana na watu wengine wasiokuwa Waislamu. Je, una elimu na hilo? Kama huna elimu na hilo, ni mjinga wewe, wataka uelimishwe, sawa. Lakini kama unajua kwamba si hivyo, hujui kitu, alafu unachokifanya sicho, hilo ndio gogoro ambalo nalizungumzia sasa hivi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha ba'athani mualliman muyassaran, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Bwana Mtume kuja kwetu akiwa ni mwalimu, mfundishaji, muelimishaji, muyassaran, akifanya kwa wepesi. Akaacha wanawachuoni, masahaba ridwanullahi alayhi, na tabi'ina na tabi'ihim. Ndio pale Bwana Mtume sallallahu alayhi aliposema katika hadithi alipokea Abu Daud, wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika wanachuoni ndio warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, na hakika mitume hawajarithisha mali aina yote kwa yeyote. Warathul ilma, wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, ambaye ataipokea ile, ataichukua ile elimu na kuifanyia kazi, basi huyo amepata fungu kubwa katika mafungu ya khair. Wangapi tumeyapata mafungu hayo? Tunakaa tukaambizana siku zote, au ndio hali halisi tulionayo sisi Waislamu na sio Waislamu, kupiga maendeleo. Maendeleo hayaji bila elimu. Haya ya kidunia, chukulia ya kidunia mfano, hayaji maendeleo haya bila elimu. Elimu si kukaa ndani ya kuta nne zile, ndani ya darasa, la hasha. Hata nje ya darasa unapata elimu, tena inaweza kuwa zaidi kushinda yule alikaa ndani ya darasa. Na jitihada zetu zote tunazitumia hapo. Hii hangaika yetu yote hii ya kutafuta riziki, tutafuta kwa ajili ya elimu, haswa ya watoto wetu. Mapesa mangapi tunayapoteza, nyakati ngapi tunazipoteza, namna gani tunaamiliana na watu kuhusiana na watoto wetu kupata elimu zao. Wallahi vicha vinatuhangaika katika swala hilo, ili waje wapige maendeleo. Sasa masala ya elimu ni masala ya kupitwa na muda. Hao waliosoma elimu wakawa ndio waalimu wa waalimu, walio na shahada zao za juu kabisa, sasa hivi si lolote chochote, wamestaafu, wamekaa majumbani, yaonekana elimu yao haina manufaa yote. Hii ni elimu ya kidunia. Ama ilmu al-akhirah ndio yenye kuendelea mpaka unapokata roho wewe, kwa sababu ndio inakufanya leo muabudu Allah. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka atakapokujilia mauti. Hakuna kustaafu.
Ibada haina ustaafu bwana, mpaka pale nafsi pumzi ya mwisho inatoka, wewe ni mwenye kuabudu. Sasa hii inataka uwe na elimu nayo, mpaka pale unatoka pumzi yako ya mwisho. Wewe Muislamu, hili umelipa umuhimu gani? Watoto wetu hawa, hivi kweli tumewatendea haki? Tutakwenda simama mbele ya Mwenyezi Mungu kuhusiana na hawa watoto kwamba tumewapa kile ambacho wanastahili kupewa? La hasha. Kuwepo kwa wanachuoni, na nazungumzia al-ulama rabbaniyun, wanachuoni wanaojua dini yao na kuitekeleza, basi hupatikana khairi na baraka. Kutokuwepo kwao, basi ni kupatikana shari na fitna. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrati saa, hakika katika alama za kiyama, an yadhhaba alilm, ni kuondoka elimu, wayadhhara aljahlu, na ujinga sasa ndio unatamalaki, unadhihiri. Wayafshu zina, na zina inatangaa sasa, inakuwa kila mahali. Wayadhharu au wayakthuru alkhamr, na pombe vilevi vinakuwa vingi. Ila qawlihi wayaqilu rijala wayakthuru an-nisa, wanaume wanakuwa wachache, wanawake wanakuwa wengi. Waislamu, hadithi imepokea Imam Bukhari. Lakini hii kuondoka kwa elimu si kwamba inaondoka yenyewe just like that, hapana. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea tena Imam Bukhari, anazungumzia inna Allah la yaqbadu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, na kama Mwenyezi Mungu haichukui elimu kwamba anaichukua kutoka kwenye vifua vya watu, walakin yaqbadu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini anaichukua elimu kwa kuwachukua wale wanawachuoni, kuwafisha wale wanawachuoni. Hata idha lam yabqa aliman, kiasi kwamba inatokea sasa hakuna mwanawachuoni aliyebakia. Ittakhadha an-nasu ruusan juhalan, watu sasa wanajitengenezea, wanajiwekea watu wajinga. Fasuilu, wajinga hawa wanaulizwa, faaftau, wanatoa fatwa, bighairi ilm, pasi na elimu. Fadallu wa adallu, wenyewe wanapotea na wanapoteza watu wengine. Hapa ndio ninapozunguka sasa, na nazunguka kwa msingi gani? Kwa msingi wa kwamba huenda hii hali ndiyo inayotukuta sasa hivi. Tunapokaa tukazungumza wanawachuoni, tuchukulie kwa uchache wale ambao ni tulabul ilm, wanafunzi. Sisi ni viji wanafunzi katika hawa wanafunzi, lakini katika sisi viji wanafunzi na hawa wanafunzi wenzetu, tunapozungumzia wanawachuoni kwa sasa, tunazungumzia wanawachuoni waliokwisha kufa, wachache mno waliopo sasa hivi, yani kwenye watano kwa vidole unaweza kuwazungumzia, huyu ni mwanachuoni, huyu ni mwanachuoni. Zaidi ya hapo huendi mbali. Lakini wengi ambao tunazungumza habari zao au tunatoa fatwa zao ni ambao tayari wamekwishaondoka, na anapoondoka mwanachuoni, huenda aliyoyaeleza ufahamu wake kwetu sisi ukawa ni mchache mno kuliko alivyokuwa nafahamu yeye. Hapa ndio penye gogoro sasa. Ndio maana utakuta leo hii kila mmoja ni mwanachuoni, akishakaa kwa mwalimu miezi miwili tu tayari naye mwanachuoni anasimama na kutoa fatwa. Fadallu wa adallu, wenyewe wanapotea na wanapoteza wengine.
Sasa yeye akipotea, hawa wanaopoteza wengine hawajui chochote. Ndio sisi mbumbumbu mzungu wa reli tunakwenda nao. Sasa kuipata misingi sahihi ya elimu wa Uislamu si jambo la mchezo. Ndio pale baadhi wanaochuoni waliposema inna hadha al-ilmu din, inna hadha al-ilma dinun, hii elimu ya kisheria bwana ni dini. Fandhuru amman taakhudhuna dinakum, angalieni pale mnapochukua dini yenu. Maneno ya Ibn Sirin rahimahullah. Waislamu, naposema Waislamu nazungumzia Muislamu. Wewe kama wewe unayenisikiliza, hivi ibada zako umezichukua kutoka wapi? Swala yako unayoswali, hivi ulijielimisha? Ulipata elimu ya hii swala unayoswali? Ndoa yako ulionayo wewe, ulipata elimu ya hii ndoa unavyoishi? Malezi ya watoto wako wewe, umepata elimu gani ya dini katika malezi ya watoto wako? Wewe namna unavyokidhi mambo yako yote haya ya biashara, mambo ya jamii, mambo ya majirani, umepata elimu gani? Kama hakuna, basi tegemea, kwa maana ya kwamba utapotosha umma huu. Nikisema hivyo, hii ni uhalisia tulionao katika jamii yetu. Kila mmoja ni mzungumzaji wa hii dini, na kila mmoja anashindana, mishipa inamtoka katika kubishana kuhusiana na hii dini, na hajui chochote. Si kwamba hajui chochote na kujifanya yeye anajua zaidi. Unapomwelekeza jambo la dini, hilo ni gogoro mno. Wewe ambaye una ufahamu mdogo umwelekeze yeye, basi yeye halikubali hilo, as long as kwamba nani yeye ni alwatan, alhumhum, almaarufu, alnani, yeye ni sajidi, yeye ni sharifu, yeye ni yote, majina yote. Kwa hiyo huwezi kumwelekeza yeye. Sasa wewe Muislamu umejiweka sehemu gani? Tupo hapa tunaoswali jamani, tunaswali misikiti mingi humu, tunaswali na watu wengi humu. Unaiona hivi hivi swala ni batili ya huyu mtu, wallahi saa nyingine waogopa kumwambia, kwa sababu litakalo kutokea hulijui wewe. Ni kazi yako kumwambia, lakini pia unatakiwa uangalie huyu nitakayemwambia lipi litakalomtokea. Wengi tunaogopa ile dharau tu. Maana utamwambia mtu shekhe, hapa hii raka hii ilikuwa wewe wakuja wanambia mimi pia, wewe funga meza, wewe wajua majina yangu mimi kwanza, Abdullah bin Saleh bin Salim bin Said bin Abdul. Sasa hivi funga meza, hata hayo majina ufuatia huyajui, umekuja kupata hapa Tanga, na wewe mtaogopa hivyo kudharaulika. Sawa, lakini huyu anayeambiwa, huyu ndio sisi miongoni mwetu wengi. Swala dogo hili, si ni kubwa lakini dogo. Tunapotaka kuoa, si ndio wengi tuwapigishwa goti hapa msikitini? Tunapotaka kuacha, nani aliyekishapigishwa goti msikitini kwamba anataka kuacha? Mtu ambaye yuko makini anambie. Mimi nateremka kwenye mimbari hii hapa, aje katibu mwingine aendelee, kwamba yuko mtu alikwenda msikitini, watu wakahudhuria, huyo amekuja shuhudisha watu, anaacha mkewe. Kwa nini tulikuja msikitini kuoa? Kwa sababu ya kula? Sikushuhudilisha watu ndoa. Mbona katika kuacha hakuna kushuhudilisha watu msikitini? Mbona hatufuati taratibu za Uislamu wanazotaka? Mtu aache asubuhi, wamelala asubuhi, wameamka, wamegombana, kapewa mke talaka, finish.
Ni rahisi namna hiyo? Hili tunadhani rahisi namna hiyo? Kweli walikuwa watu wanafanya hivyo, na kweli walikuwa ni wajinga na wakakumbushwa. Ibn Umar radhiallahu anhuma alimwacha mkewe katika siku zake. Nafikiri inaeleweka kwa Kiswahili hicho. Mke alikuwa katika siku zake, kutokea akamwacha. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, njoo mrudie yule mkeo. Akishamaliza siku zake, akitaharika, si wewe bado na duku lako, kaa naye mpaka aingie katika siku zake. Akishataharika sasa, amua sasa kumwacha au kuendelea naye, sio kumrudia, kwa sababu ushamrudia wakati yuko. Hivi wangapi tushaacha wake zetu katika hali hiyo na siku zao, au katika tahara, katika wakati ambao tushawaingilia hawa katika tahara. Ninapokuja swala la kuacha, watizama habari ya kwamba huyu nimemwingilia sikumwingilia. Kakutukana usiku, mmelala katika tendo la ndoa, akakutukana. Mwanamume gani usijiweza? Wainuka, nimekuacha. Huruhusi kumwacha. Ile inahesabiwa talaka, watakiwa umrejee. Wangapi tumeacha wake namna hiyo? Kwa maana kwamba tungekuja msikitini hapa tungeambiwa, bwana bado leo sio talaka, subiri kama ulivyosubiri siku ya ndoa, na siku ya talaka uisubirie nayo uache. Haya ni masala madogo ambayo ni makubwa sana wakati tunaishi na watu na vimada humu. Mangapi yanazungumzwa hapa, watu wanatoa hoja, dalili, analia, mke wangu nimemwacha nilikuwa na ghadhabu. Talaka ya tatu hiyo. Kamwacha talaka ya tatu, anakuja dai nilikuwa ni ghadhabu. Hata ukinambia mimi nilikuwa ni ghadhabu, nikakwambia mrudie mke wako, wewe si ndio unayejua ni ghadhabu au sio ghadhabu? Unaendelea na zinaa. Tuna watoto tuishi nao humu, tutasema ni wakwetu, kumbe si watu wa nje ya ndoa. Kuna watoto watarithi mali zetu, sisi tumerithi kutoka kwa wazazi wetu. Matatizo ni hayo hayo, kutokuujua Uislamu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi. Hii ni dalili tosha, kila mmoja wetu sisi awe ni mlinganiaji ala basirati, kwa elimu. Ana yeye mtume wa amani na wanaomfuata mtume, mimi na wewe tunamfuata mtume. Wewe unalingania kwa elimu, haya unayofanya unafanya kwa elimu. Waislamu, si swala la mchezo. Leo hii Uislamu kuchezwa shere na wasiokuwa Waislamu au na Waislamu na baadhi ya Waislamu. Tatizo ni elimu, si nyingineyo. So, mtu anafanya jambo ambalo si sahihi, inaonekana ndio huu ndio Uislamu, kumbe hapana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم مرة ثانية وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wala msiwe ni wenye visimamo katika mambo ambayo hamna elimu nayo. Msiwe ni wenye msimamo huo, msiwe ni wafuasi wa hilo katika jambo ambalo hamna. Hakika usikivu na uone, bali na yaliyomo moyoni, vyote hivi mbele ya Mwenyezi Mungu vitakuwa ni vyenye kuulizwa. Yote yale uliyosimamia huna elimu nayo, utakwenda usiulizwa يوم القيامة. Nilikuwa nazungumzia ndani ya nutshell, ndani ya box, bado picha nyingine. Nazungumzia uhalisia sasa hivi, ile picha halisi. Mnayo sio taarifa. Mnajua yaliyopo katika mji wetu sasa hivi, yanayoendelea katika masala haya.
ya kutokea juhal, wajinga wanaitangaza dini basi na kuwa na ilmu nayo. Kuna swala sasa hivi limejitokeza na linatambaa bila watu kujijua, hawajui, hatujui, Waislamu wengi hatujui. Swala la misiba inapotokea, kuna watu wanajiweka mbele kusimamia hii misiba, kuleta jambo ambalo halimo katika dini. Si vibaya mtu kujitoa mbele kusimamia misiba ya watu, sawa, ni katika njia ya kuwaliwaza wale wafiwa, wasione uzito katika ile jambo. Unakwenda mbio na sanda yao, unakwenda mbio kuwasaidia wao chakula, unakwenda mbio something like that. Lakini je, kuna swala linalokuwa watu wanakusanyika misikitini, saa nyingine pale ambapo amefiwa, anatokea mmoja katika hao wanaojiita au wanajiona kwamba wana elimu, kuanza kutoa wasifu wa aliyekufa. Kuna jambo linaitwa, sijui limetokea wapi ile wasifu, nafikiri ni katika siasa sana ndio wanatumia sana. Mtu akifa basi unakuja soma wasifu wake pale. That's all. Sasa awe ni mwema, awe ni muovu, atasomewa wasifu wake tofauti na vile alivyo. Nasema kwamba ndio mwanzo wa uzushi, na lishaanza kutangaza sasa. Waislamu tutaonana wabaya, wengi wetu miongoni mwetu tunafahamu hili jambo, wako wanaolifahamu, wanashindwa kuhudhuria kwenye sehemu kama hizi zenye mazishi namna hii, kwa sababu kama utakuwa umeshiriki katika jambo hilo. Kwa hiyo tunaanza kuonana ubaya, fulani bwana nimefiwa na baba yangu hakuja, fulani nimefiwa na ndugu yangu hakuja, fulani nimefiwa na mwanangu hakuja. Ni haya mazito yanayojitokeza. Limekuwa ni swala la mazushi sasa hivi, kwamba kuna vichwa maalumu hivyo vinasimama kwa sababu ya umaarufu wao, kwa sababu wao ni watu wa mjini. Na bahati mbaya zaidi kwamba wale wanaopewa wasifu huo ni wale wa mjini wa Mtangata, watu huyu ni wa hapo Ndume, huyu ni wa Mnyanjani, huyu na pale Mwambani, huyu ni wa Marongo, huyu ni huyu hapa jirani Mabokweni, huyu. Subhanallah, kufa wewe uliotoka Tabora, kufa wewe uliotoka, kama utapata wasifu huo. Ni jambo ambalo katika dini lipo. Baadhi yetu tunaweza kuliona hili au tunaweza kulisikia. Lilipitishwa janaza mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi Anas ibn Malik. Likapitishwa jeneza, lenda zikwa. Masahaba wakaanza kumsifu yule bwana, mashaallah, kadha. Bwana Mtume akasema wajabat, anastahiki. Muda si mrefu likapitishwa jeneza nyingine, watu wakaanza kutoa maelezo yao. Ndo huyu bwana na matatizo moja. Bwana Mtume akasema wajabat, anastahiki. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamuuliza Bwana Mtume, akapita yule anastahiki, akapita huyu anastahiki nini? Bwana Mtume akamwambia, yule kapita, nyinyi mkamshuhudia khairi zake, kwa hiyo inampasa yeye kupata khairi pepo. Na amepita huyu mwingine, mkamtangaza aliyokuwa nayo, basi inamwajibikia yeye moto. Antum shuhadaullahi fi hadhihi al-ardh, nyinyi ni mashahidi wa Allah katika hii ardhi. Anastahiki kufanywa thana, kusifiwa, asifiwe. Lakini si masala yale ambayo ndiyo yamezushwa sasa hivi wakati tuko misikitini. Kuzika ni jambo la ibada, kuzika si mila wala desturi. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna ya mazishi, kuanzia mtu mgonjwa mpaka anakata roho, mpaka anaoshwa, mpaka anafikwa sana, mpaka anaswaliwa, mpaka anazikwa. Ametufundisha. Haijatokea hapo kwamba aliletwa jeneza msikitini, Bwana Mtume akaanza kutoa wasifu wa yule bwana, au maswahaba akaanza kutoa wasifu wa yule bwana. Hao waliotangaziwa ni watu wanaojua Najashi. Bwana Mtume alitangaza tumswalie Najashi, huyu mfalme wa Habashi, alikufa Muislamu. Haijulikani kule kwao kwamba aliswaliwa kuswaliwa. Bwana Mtume akafunga safu akamswalia. Jaafar ibn Abi Talib alimtangaza Bwana Mtume kwamba huyu baada ya kupewa
bendera fulani akauliwa, fulani akashuhudiwa, na Jaafar ameshuhudiwa naye vile vile aswaliwa. Hakuna ziada ya hapo. Lakini tukaanza kumsomea, huyu nilisoma naye sekondari fulani, huyu nilisoma naye primary, yule alisoma shule fulani, akasoma kwa mwalimu fulani, akaondoka kwa ndio uzushi unaanza kutangaa. Na kama tutanyamaza, hatutalisema hili, basi tukaenda kujua kwamba hawa ruusu juhala, hawa wajinga wanaojiona wana elimu, na lau kama utamuuliza umesoma wapi wewe, hana jibu. Sasa Waislamu, hili na mengi ambayo yapo yataka sisi tutanabahi nayo. Usikubali jambo la dini lapita mbele yako wewe ukaliona ni jambo la kawaida tu, bali wengine wakaona ni vibaya mno. Leo hii mtu anapokuja kukataza jambo fulani, ya kuhusu nini wewe, wayatakia nini wewe? Lafanya jambo wengi tumeoa umwe, hatujawekewa chetezo na ubani wakati wa kuoa. Tusidanganyane. Wachache vijana ndio walikuja oa hapa, hakuna vichezo wala ubani hapo. Lakini wengi leti chetezo bwana. Haya, hebu zungumza hicho chetezo na ubani wa nini hapa? Huu moto wa nini hapa? Mwana watakia nini mambo ya watu hiyo, waache wenyewe. Sisi tukatumalize yeshi. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Waekwe mbali na rehema wale waliokufuru katika bani Israil. Wamekuwa maana kutoka kwenye ndimi za Daud na Isa ibn Maryam. Hii ni kutokana na uadui walikuwa wakifanya. Upi huo? Walikuwa hawakatazani maovu wanayoyafanya. Ni mabaya mno hayo walikuwa wakifanya, kutokatazana. Sasa mtu anashindwa au anaona haya, anaona kataza, chukia, ondoka. Linalokuweka nini wewe? Mfano kuna kusudi moja inafanywa na watu wa maulidi wanapokuwa na harusi zao na umealikwa pale, bila kujijua hizo okay, na mara waona mlango wa kwanza waanza, wa pili bado wafanyaje? Si wenyewe kiamu wafanyaje? Wakaa walikuja bebwa watu mzobe wakatupwa nje. Ya kazi gani kuhudhuria vitu hivyo? Ile kwamba wewe huwezi kukataza, chukia, usiwepo, ondoka. Sasa hii Waislamu ndio linalotushinda hili, kuwa wasogora, wadadisi. Hili jambo katika dini lipo, hili hatunalo wala hatutaki kulijua, sababu huenda wakati mwingine lina maslahi na sisi, kwamba kuna mshiko fulani unaokosa, au ni mtu wako wa karibu atakuwa kukutenga au kadha. Waislamu, tujitahidi kujua dini yetu, tujitahidi. Tunajitihada katika mambo mengi sisi, subhanallah. Waweza ukashangaa, huyu hili pia alijua, hili si la dini. Wamkuta mtu kweli, huyu kumbe ni daktari bingwa huyo, huyu kumbe ni injinia huyo, lakini dini yake haijui. Subhanallah, haijui. Katupoteza pesa, katupoteza muda, kapoteza kwa ajili ya kusoma ya mambo. Na ndiyo sisi tumepoteza. Masala ya biashara tulionazo ni elimu hii, bali ni experience tumeipata katika hizi biashara. Lakini hebu muulize mtu experience katika dini yake, it's nothing. Imamu anakuambia sawa, itadilu, bega kwa bega, mguu kwa mguu. Bwana watuchelewesha bwana, funga swala yeye anaifa. Safu zimeparaganyika.
Allah subhanahu wa ta'ala haangalii safu iliyopinda pinda. Sasa mtu bana sisi tumetakiwa kuswali tuswali. Wallahi thumma wallahi ndio tunakwenda hivi. Wauliza Tanzania kuna mwanachuoni anaweza kutoa fatwa? Nawachia hiyo kazi Uislamu. Yuko mwanachuoni Tanzania anayeweza kutoa fatwa? Si masala ya mtu fulani mufti, fulani shekhi, fulani alama, fulani those are just haya ni majina tu watu wamejibandika nayo. Lakini yuko mwanachuoni anaweza kutoa fatwa? Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu sallimu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ilmu nzuri katika dini hii. Allah subhanahu wa ta'ala tunajalie yale uliyoyaamrisha miongoni mwetu wengi tunayajua, na yale uliyotukataza miongoni mwetu tunayajua tupate kuyaacha nayo. Aqulu ma tasma'una wa aqimus salat.